Blaza akaja akanikuta niko Mambo Safi. Bwana hela umepata wapi wewe? Nikamwambia usijali, tusimjini huko na mimi mtu mhangaikaji. Tukaishia. Sasa kule likabuma. Wapi? Kule kwa Katamiwa. Baskeli zimeibiwa kwa sababu kulikuwa sio mbali sana na karibu na maskani. Sasa wanatafuta baskeli zilikoibiwa. Na zile baskeli zilikuwa mpya, sisi kwa sababu hatujui station za ule mji. Leo kuja kwa fundi baskeli tu tumepiga bei. Kwa fundi? Kwa hiyo hatujui fundi yote tumepiga bei. Kumbe tulipomuuzia yule fundi ametumaki. Umeona? Sasa sisi tunazurura tu jioni hiyo. Tusikia huyu hapa. Huyu hapa. Kwa wawili. Tunafanya nini? Tukakamata tukapeleka kituo cha polisi. Mfanya nini uwezo wa baiskeli za wapi? Mnakana. Tunazijua? Hatuzijui. Mimi mwenyewe ni mgeni kwenye huu mji. Huyu bwana simjui. Udhibitisho wangu blaza. Sasa kwa sababu Mbigi alipofika pale ngoma ikawa imesizi. Soja. Huyu mdogo wangu amekuja juzi. Hajui mtaani. Nyinyi ndio wezi. Kamateni huyo fundi aliyenunua basi. Hata watajia lakini asio baba Likiba amekiwa watu kesi. Akawa ameiua hivyo lakini imefanya kweli. Imefanya kweli. Akapona. Sasa alikuja kujua kwamba ni kweli nilifanya baada ya kusambaratisha vile vibubu. Ana zile pesa zilivyoisha ingia vivyo sikamwelewa. Sasa hiyo hawa jamaa tuwapige pigo moja takatifu sana. Tusiwapige pigo la kuondoka, atuwapige pigo la hapa hapa. Sisi tuna bisi zetu lete kibubu. Kaja kibubu wao kwa kazini huko tuko ndani wawili. Unabandua misumari, unabandua misumari kumba hela zote unaweka hapo, unachukua makaratasi, unajaza mtu kuonyesha kwamba kuna hela. Hapo unaleta neno la kujilia, kibubu kinabaki vile vile kama kijabomolewa kisa mzimo. No, tukakomba hela zote. Tuweka mfukoni. Kopi ile kadi. Basi bwana. Sasa jioni blaza kaingia. Sasa blaza ilikuwa kawaida yake, hawezi kulala yani kwa vyovyote vile. Halali mpaka tuonane uso kwa uso. Kila siku, kila every day. Basi. Sasa akaja pale nyumbani, tushafanya mambo yetu hayo. Mshachukua zile hela. Tulia tunamwambia blaza, mimi na safari. Na safari ya wapi? Ambia mdogo wangu, utaki kuokoka kabisa. Nishakufuatilia sana, CV zako zote ninazo. Hebu jaribu kumpa Mungu maisha. Nikamwambia wewe unawadanganya watu kwamba unampa Mungu maisha wakati unachukua cha moto mzee kila siku wewe. Magwando umevaa, unamyesu wewe. Hamna lolote. Mwambie, hicho kitu nilichomwambia nimwambia ukitaka nishughulikie niwe kama wewe. Niwe mwanajeshi kama wewe. Lakini usipate kazi. Usinizuge kwenye ulokole wala nini na nini. Nasema ulokole wote boshe ni hamna chochote hiki. Hamna kitu. Uwezi wakubwa. Mwanangu wewe ukiiba hautafika mbali. Fikiria ukotoka tulikozaliwa kwetu nini. Akawa ananisi mambo ya adili yale. Maadili mema lakini mimi hamna. Sasa bwana angalia mkosi unapokuja. Shamwambia nataka kuondoka. Yule jamaa mmoja alipokuja jioni akataka kuvunja kibubu chake atoe hela. Siku hiyo siku nyingine. Kesho yake sasa tumefanya kazi kama leo. Bado mliondoka hapo. Hatujaondoka lakini leo tushatafuna. Unaona? Yeye anachukua kibubu kwenda kuvunja akakutana na makaratasi. Tena tulikuwa wajinga sana. Kila kibubu tulikuwa tunamwambia uache ushamba wa kuweka hela kwenye vibubu. Mko mnaandika? Uache ushamba wa kuweka hela kwenye vibubu. Sasa akafungua ile karatasi akakutana na yale maandishi. Kamaji sana, mchaga huyo. Shamaliza bwana. Tulimaliza. Ameandika hivi. Maneno mengi. Kamonyeza mshikaji. Tulikuwa kwenye studio kule nje kule na washikaji tulikuwa tunaongea. Ndio wewe kimenuka huko. Ndio kasikilizie. Hamna mwizi. Wezi ni tunaumu. Wanasema wewe. Wezi tunaumu ndani. Akalipanda kakashuka. Kaumiwa waya kule. Blaza. Mwanangu hajafika muda kama 10 kashuka.
Bro. Aliposhuka mimi nilipoona ameshuka tu nikaziua, nikamwambia mshikaji hapa sasa tuziue tuache wao wenyewe. Hapo sisi tutakuja kurudi baadaye kwa sababu tukiwekwa hapa tuacha moto mkali. Tukaondoka zetu, kuna mtaa mmoja unaitwa Dar es Salaam City, tukapanda Dar es Salaam Street. Huko hatukurudi. Kaambizana bwana sasa nini hela tunazo shida yetu tuende Mombasa tunazetu. Amkurudi tena nyumbani. Kurudi nyumbani. Tukaliunga mpaka Imo, tukaenda mpaka Olili. Tukavuka Taveta. Sasa kutoka Taveta kwenda Mombasa. Kulikuwa na mabasi mawili tu yanatoka Moshi kwenda Mombasa. Kulikuwa inaitwa Langata. Langata. Ndio nyingine ilikuwa la Waarabu hivi. Basi tukasubiri pale akatupeleka mpaka Mombasa. Tukafika Mombasa tulifika Voi. Usiku. Tukalala kwenye mji kadogo kanaitwa Voi pale. Chini ya mikokoteni. Mkalala. Tukatandika maboksi chini ya mikokoteni, wanapopanga ile mikokoteni, yale mikokoteni makubwa yale. Si yanapangwa. Ya matairi ya magari. Yanapangwa hivi. Sasa sisi uvunguni mwaka sasa ndio tukao tumetandika, tumelala. Amka asubuhi. Ile station za kale ka mji ni kadogo sana. Kwa sababu kwa Watanzania tukajua hapa tutakamatwa. Hatuna station yote ile. Tuulizie gari tuende Mombasa, tukaulizia mabasi kusema yanapita saa 9 jioni. Tukakaa mpaka saa 9 jioni. Tulipopita tukadania magari tukaenda mpaka Mombasa. Mombasa tulikuja saa 2 za usiku. Hela ipo hapo. Hela tunayo lakini hela ya Kitanzania. Okay. Hamja change bado. Hatujui hata mahali pa uende kuchange wapi wakati wewe mwenyewe unatembea kama Arabi. Unatembea kama Arabi. Uliko kutoka moto unawaka, moto unawaka, tunatafutwa kama nini. Unaona? Sasa tukaja Mombasa pale. Mombasa mwende tayari pale. Angaza hamna. Bahati mbaya bahati nzuri tukakutana kijana mmoja. Kijana mmoja alikuwa anavuta bangi. Sasa tukasikia ile harufu ya bangi. Unajua mwenyeji anajiachia na bataka. Bwana hajui Kiswahili cha kubabia tu. Anaongea lugha gani? Si kwao huko Kigiriama. Ukitaka kumbahatisha fresh muongee fresh English. Okay. Sasa si washikaji English haipandi. Ni Kiswahili. Basi bwana. Tukamwelezea tukaelewana pale, akatupa na dawa tukavuta. Akili sasa zikaanza kuchaji upya. Sasa bwana mahali pa kulala. Sema hamna mahali pa kulala. Akawaambia. Akatuambia. Kama mngepata bahati msikiti hujafungwa mngeenda msikitini mkajifanya Waislamu mngepata mahali pa kulala. Kinyume cha hapa mnalala kwenye makasino mengi sana hapa yanayokesha mpaka asubuhi. Wewe ingia mle nunua una hela soda nunua. Tukamuonyesha hela za Kitanzania, akasema twendeni niwapeleke kwa Mwarabu akawachenchie. Akatupeleka tuchenchia, alivyotupa ni yeye tu hela tuliyotupa, tuliona tupa hela kubwa maana tuitumie hela ishi. Nyingi. Sisi tulimpa 35,000. Nadhani yeye sijui alitupa 1,300, sijui 1,000 za Kenya. Ya Kenya. Bonge la hela. Nyingi. Ya miaka hiyo. Bonge la hela. Kwa sababu tuingia mle soda sijui ilikuwa ni ndururu. Ndururu, kuna pesa wanaita ndururu. Hayo akaanza soda moja. Tukakaa pale mpaka asubuhi. Acha. Tukaanza kuangalia mitaa sasa. Kucha mwenyeji wetu akaja akatukuta pale. Asubuhi akatuchukua. Akatupeleka mpaka Marikiti, soko kuu la Mombasa. Okay. Ya pale. Kisha boda tukakutana na Watanzania hivi wengi. Unaona? Sasa huko ndo tukaanza sasa mambo yetu kwa sababu hatukuomba kazi kwa mtu yote wala wapi. Tukasema sasa hapa ni kujifanya Waislamu. Tukajifanya Waislamu kweli. Na mtego wetu ukafanikiwa. Tukapokelewa kabisa.
pale Mombasa kuna msikiti wa Mwembe Tayari. Pale kituo cha mabasi kwa hapa. Kuna ile msikiti ndio Mwembe Tayari, tukaingia pale. Tukaelezea sisi Waislamu. Okay, tumetokea Tanzania. Tumeibiwa kila kitu. Hatuna jinsi, hatuna mbele wala nyuma. Passport zote mmeibiwa. Nikujaje humu, tukawaelezea shughuli zenu, tukawaelezea hatuna shughuli yoyote, tumeingia tukadakwa, lakini ni lengo na nia yetu tuko tafuta makazi ya kuishi, tufanye kazi. Wao wameshaenda kuripoti polisi, tujaenda kuripoti polisi, ulishawahi kuona Arabi inajipeleka polisi? Haiwezekani. Basi wakati hifadhi kama watu wema, lakini hawakujua yaliyo ndani mwetu. Okay. Pale msikitini na nakumbuka wakituchangia hata kutuchangia changia hela ndefu sana ya Kenya kama Waislamu. Tukaanza kuwa kuendeleza wizi pale. Sasa tukapata wenyeji, hela tunayo, nguvu tunayo. Mko vizuri. Tuko vizuri, ukiwa na hela Kenya, kijana una hela Kenya. Mbona hata wale vijana wenzio wanakuona wewe ni mfalme. Hapo ndo tukapata situation sasa. Okay. Tukapata situation, tukapata wenyeji. Wakatupeleka sehemu moja, njia kwenda Malindi. Njia kwenda Malindi, barabara kwenda Malindi, kuna sehemu moja inaitwa Mtondia. Mtondia. Karibu na gereza la la Mombasa. Shimo la Tewa. Basi. Sasa kule ndo tukaanza kufanya uharamu. Huko uharamu. Kwa sababu huko ndo tulikutana na vichwa ambavyo vilishaungua, watoto wadogo lakini walishaungua vichwa. Kuta mtoto mdogo anamiliki SMG 3, 4. Na yuko uskani kwao, maskani yao. Na anaimiliki na anatoka nao jioni kabisa ameivaa. Hakuna shida. Hakuna shida. Basi kaanza sasa kuja kwenye makundi. Ujambazi, utekaji. Tukawa tunapelekwa sehemu moja inaitwa Lamu kule mpakani mwa Sudan. Tunaenda huko tunateka magari. Teka maduka. Jioni ile saa 12 watu wanatekwa. Sisi ndio tukawa punda wa kubeba mizigo. Kitekwa sisi ndio tunabeba mizigo kuingiza kwenye magari. Tukafanya hicho kipindi, tukamove. Lakini serikali ikaja kusambaratisha lile genge, na baada ya kusambaratisha tukawa tumekamatwa sisi. Kabla ya kukamatwa hapo kipindi chote ambacho umekutana na hivyo vitu na hao watu madogo kama hao ambao wanatumia hizo SMG, wewe kipindi huko nao ulibatika ukatumia? Kwa kipindi huko nilitumia sana, kwa sababu tangu huku bado Rashad nifundisha tangu aliyenifundisha mimi ni Badu Kaemba huyu marehemu. Sawa, sasa ambacho nakitaka tuelezee matukio kadhaa ya huko Kenya kabla kukamatwa ambao unayakumbuka namna yalivyofanyika. Nakumbuka tukio moja la saa 12 Lamu. Tuliwa watu wawili jioni saa 12. Unaona watu wawili na kuiba maduka mangapi? 4. Siku moja saa 12. Unaona tukiwa kwenye hilo kundi. Tukio la kwanza. Tukio la pili ilikuwa sehemu moja inaitwa Kisauni. Zinavuka fade. Unaona kulikuwa na jamaa anatoka, alikuwa na milioni 14 za kinani za Kenya. Unaona nyingi sana hizo sana. Sasa mkuu wetu wa kile kitengo akawa amepewa information. Sasa tukatayarishwa vijana 4 kwenda kuchukua ile pesa. Nielezee movie yote hapo, mpango mlivyopewa na tukio mlivyofika pale mkafanya hivi na hivi. Yaani huyu bwana walikuwa kule, walikuwa na mashamba. Sasa ile mashamba serikali kama inahitaji lile eneo. Sawa. Na lile eneo yule mtu wakawa wamemuuzia kweli. Ile serikali ikawa wameuziwa. Sasa serikali ikawa imewalipa hela. Sasa siku ya kulipwa hela tayari kulikuwa na shushushu wa kikosi chetu
yuko pale alikuwa kule na akaliona na akamjua yule mtu, akaleta taarifa kwa kiongozi. Sasa sisi tukapewa picha yule mtu kama tunavyoonaga kwenye movie tukapewa picha yule mtu bwana, yule mtu ni huyu hapa, hamumjui ila picha mmepewa, hamjui picha hii hapa. Sasa umakini wenu kwa sababu pale ilikuwa ni umakini, ukienda kinyume vijana wawili waliuawa tu kwa kukosa umakini na si kwamba wameuawa na malaia, wameuawa na kikundi lenyewe. Okay. Ilikosa umakini bullet. Anapigwa na nani? Anapigwa na mkuu. Wapo hapo kuna kundi lenu. Ilikosa umakini. Unaliwa. Utatuuza kesho. Unaona? Kwa tuko tunapewa picha ambaye mtu ni huyu hapo. Kwa hiyo wewe kazi yako kubwa ni kusoma ile picha na zile sura za wale watu. Kwa unapoingia kwenye Panton sababu kulikuwa na Panton pale, ukitaka kwenda Kisauni lazima uvuke Panton. Kwa hiyo tulivushwa Panton kwa mara ya kwanza, tukaenda tunaangalia na ile picha ile mtu akuwemo. Sasa tukasubiri Panton ya kurudi na kwa sababu tulikuwa tayari tumeshapewa full information. Naona kwamba huyu bwana yuko hivi yuko hivi yuko hivi yuko hivi, ingawa nguo alizozipiga kwenye picha yake sio alizozivaa, lakini sura yake iko hivi na kitu kingine cha utambulisho yuko hivi na hivi na hivi na yuko na mtu fulani na mtu fulani. Basi tukawa tuna hivyo vitu, na bahati nzuri kweli tulipokwenda ile feri ya kurudi wale watu wakawa wameingia, waliingia sita. Naona tukaja nao tukafika pale Mombasa, tukashuka unaona, tukaangalia sasa gari watakaoitumia kwa sababu sisi tulikuwa na gari letu wenyewe unaona. Sasa tukaanza kuifuatia ile gari, nilipotoka nje kidogo ya mji tu pigwa tairi, kapigwa tairi. Wao walikuwa mbele nyinyi nyuma? Si nyuma. Sasa ilipopigwa tairi kaama njia ile na ama njia kwenda Ubebu, tushafika pale katekwa kweli, zile hela zikachukuliwa, lakini hatukuzila sisi kwa sababu ile mkubwa baada ya kuzipata ndio kama tulikuwa tumempa safari ya kuondoke ya kuondokea mahali target, akaondoka na kundi lake. Walienda wapi hatujui, tuliambiwa kwamba wameingia Sudan. Unaona sasa sisi tukabaki pale hoe hai. Sasa inakuja kupiga ngoma sasa ya serikali, inakuja kuvamia, ndio tunakutilizwa sisi sasa wakati vile kundi lilishaondoka. Kwenye tukio hilo hapo kuna mtu alikufa? Hapa tukua ile la kwanza ambao waliondoka watu wawili wenyewe walikufaje? Wale tulipigwa bullet jioni, ilikuwa ni saa 12 jioni. Sasa ile attention ile watu wote chini, sasa kukaidi ile ndio akalambwa. Huyu ni raia au ni raia? Raia wale. Ilikuwa raia, mwingine alikuwa ni mwanamke jioni. Kwa alikataa. Ambushile upigwa moja. Kimya wote. Walikuwa loud speaker kabisa. Yaani loud speaker ile. Yaani Kenya sio kama huku. Yaani huku kuna serikali, Kenya hamna serikali. Watu wote kaa chini, kimya. Sasa ile mama anatoka sijui alikuwa anakimbilia nini, akashutiwa. Huyu naye alishutiwa kwenye duka lake, akataka kutoa pesa. Unaona? Nani alikuwa ana bunduki hapa? Alikuwa mkuu. Mkuu yupo muda wote? Mkuu yupo muda wote kwenye matukio yote ambayo amepiga target yeye, lazima asimame kama yeye. Kwenye ikitokea kesi yote ya namna hiyo, majambazi wamevamia sehemu, kaa chini, hutaki kuchelewa. Wewe unataka kutii. Unachotakiwa pale ni kutii. Nenda chini. Wewe nenda chini. Una nani zako za kutaka kuwaokoa watu. Sawa, wewe zifanye, lakini ukiwa chini ndio usalama wako. Ukileta ubishi inaruka tu. Kwa sababu pale kuna amri moja. Ni kuua au kuuawa. Vitu vingapi? Viwili. Ukinusulika wewe umuue yule. Katika ujambazi kuna vitu viwili. Hakuna kupona hiyo ndio bahati nzuri labda huko ni bahati nzuri, lakini unaondoka na mambo mawili, upate ukose. Yaani kupate au kukose. Kukose. Basi. Basi mlikamatwaje? Sisi walitukuta pale. Muda huo walijua matukio yote yaliyokuwa yanatokea na ni bunduki gani na ni watu gani wanamiliki hizi bunduki, walikuwa wanajua polisi. Kwa walipokuja kwa kubahatisha, walikuja kwa kulenga, lakini wakakuta mshikaji tumeshampigia bingo ya milioni 14 za Kenya ambazo ziliwapa nguvu ya kuondoka na kuingia wapi. Labda wao walikuwa wanajua full information
Wakutaka kutuambia au wataka watukamate, basi wewe wenyewe endelee kumuga ukijua kwamba hili kundi limeshakamata kukamata watu fulani, labda limesambaratika lakini lenyewe linaendelea. Labda ndio maana ya kuweza kutueleza kwamba jamani 1 2 3 jiwekeni hivi. Sasa sisi tukaa kama maboya, tukakaa pale pale. Unaona? Sasa ndio serikali kaje katufunga pale. Tukamata pale, tukapelekwa polisi. Siku mlikamataje? Mlikuta tu hivyo mauto mmekaa au walitukuta saa 12 bro, tumekaa tu tunajiuliza hao jamaa ameenda wapi siku ya pili? Mbona waonekani na tumepiga magemu? Hapo hatuna kitu, hatuna hela, mshikaji hajatupa hata 5. Sasa tukao tunajiwazia wazia ndio tunafikiri wanaweza wakaingia muda wote au dakika yote wanaweza wakaingia. Leo tuko kwenye fikira kama hizo ndio tunaona vipira vya polisi vinaingia. Huko na jamaa wako wa Moshi. Kwa wawili tu. Unaona? Ndio kundi lote tulilolikuta huko na tulioungana nalo wote wameondoka. Ila alikuwa ameshakufa mtu mmoja. Walimpiga tairi. Yule alikufaje? Walimpiga tairi moto. Walimchoma. Mtaani sasa hiyo. Walimchoma kabisa. Choma kabisa akaungua. Raia. Alienda kuiba gesi mchana. Mchana. Ndio gesi alikuwa ameiba mitungi mingi ya gesi. Akamatwa yeye. Sasa mitungi mingi alibebea wapi? Kwenye toroli. Kwenye toroli. Chukua mwenye toroli akapakia ile mitungi mingi. Sasa mwenye toroli baada ya kuwaona akachala akakimbia. Sasa yule anataka kukimbia, mali zako unazikimbia bwana. Huwezi kukimbia. Yule ni mwendesha toroli, tunamjua wewe ndio mwenye mali. Hivi na hivi kipondo umetoa wapi? Umetoa sehemu fulani. Kumbe ndio yeye. Wakamalizia. Basi kwa hiyo wale 10 na ngapi wakawa wameondoka, sikoba kwa ndio serikali kaja katutoka mikoani. Sasa Mungu kwa kutusaidia, kwa sababu Mungu anasaidia mtu kutoka mbali pasipo kujijua. Unaweza ukavuka matatizo mengi sana, kumbe Mungu ana lengo na wewe na makusudi na wewe. Na unaweza kufanya mambo mengi sana lakini Mungu ana lengo na wewe. Na mimi naona alikuwa ni makusudi na malengo ya Mungu, kwa sababu baada ya kukamatwa na kupelekwa Shimo la Tewa, sisi tulidai sio majambazi. Tulikana. Na tukasema sisi ni watu ambao tumeingia kutafuta nini? Ajira. Tumekutana na hao watu wakatuambia watakuja kutuonyesha watu wenye ajira. Walituacha hapo. Sisi tulikuwa tumewasubiri pale, tukahojiwa mlikuwa mmekaa siku ngapi? Ni siku ya pili tunawasubiri pale, watuambia tuwasubiri hapo. Mkuonesha kama mmekaa muda mrefu. Tujui chochote kile, sisi ni Watanzania. Tukakaa mle karibu siku 4. Wakaturejesha kwa ubalozi wa nini? Kwa Tanzania. Kenya hapo ambako alikuweko balozi Sarakikia. Akatuuliza jinsi tulivyoingia, tukajielezea. Mlidanganya. Tukatoka hapo. Ilikuwa imepita? Baada ya miezi 7 kwa tumekula kavu bila admission. Miezi 7 ya utoto. Miezi 7 keko. Haina admission hiyo. Tumeimaliza. Tulipomaliza nikasema hapana, nirudi wapi? Nirudi Moshi. Sasa nikaachana na yule jamaa, nikamwambia bwana, mimi sasa hivi unaniona haya mambo ya serika na kuchukua vya watu. Mimi naacha sasa, nirudi niende nikatulie tu kwa blaza. Akasema bwana wewe nenda. Lakini watakupokea. Moshi hiyo. Nikamwambia hata asiponipokea, ili mradi yule ni kaka yangu, tumetoka tumbo moja, ni damu yangu ile, hawezi kuniacha. Sasa kipindi kile nilikuwa nafanya hivyo, lakini navuta bangi, navuta na unga cocktail. Sasa kifua changu kilikuwa kimeharibika vibaya sana, ikawa siwezi kuhema wala siwezi kupumua. Nikitoa makohozi hivi ya njano kama kale kanani kale njano. Naumwa vibaya mno. Yaani siwezi. Yaani kutoka hapa kutembea kufika pale siwezi. Nikajikokota hapo nikaenda Moshi. Nilifika jioni saa 12. Shuka. Kaenda kwa blaza. Kuta blaza yuko alikuwa gadi. Alikuwa ndio siku zake ya zamu. Lakini shemeji yangu aliponiona akasema umerudi wewe? Mwizi, jambazi, uje kutuibia na hapa. Hamuna. Akasema wewe niitie blaza bwana. Sasa msubiri saa 4 za usiku atakapotoka gari. Lakini mruhusiwi kuingia ndani. Uko nje. Kaa nje huko. Mtoto wa blaza kwa sababu najua ni baba mdogo.
Na kuja pale lakini vyenyewe vinaniangalia vinia. China gani? Basi bwana, ilifika saa 4 blaza akaingia. Shemeji yangu anatoa neno anasema, "Lijambazi lako hilo hapo limerudi." Kuniona niliko. Nimejikunja, afu nilikuwa vibaya sana. Unaumwa mdhofu. Kuwa vibaya mno. Yaani maana blaza singekuwa huko poi kweli kitangu. Shemeji anasema uongo hilo. Maana nilikuja ninatembea lenyewe, nitakuwa nimeiba hapa tena. Lakini kwa neema ya Mungu blaza aliniingiza kwenye gari, akanipeleka moja kwa moja Mawenzi hospitali. Hospital, akanipima. Baada ya kunipima, akakuta nimeathirika. Akanipanania kwenda kulazwa KMC. Kifua ilikuwa ni nini? Ilikuwa nimeathirika na madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya. Ulikuwa unatumia? Sana. Hizi cocaine au sigara tu? Cocaine na sigara. Cocaine ilikuwa nachanganya na bangi. Okay. Kama ni asili vibaya sana. Lazwa pale. Takriban kama mwezi mzima kuhudumiwa, lakini baada ya kutoka pale Laza kanambia sasa wewe tafuta chimbo lako mwenyewe. Ushakuwa fresh. Tafuta chimbo lako mwenyewe kwa sababu wewe sio mtu wa kukaribishwa. Nikasema poa tu kwa sababu umeshanipa nguvu. Yeye haina neno. Wewe niache tu mimi struggle mwenyewe. Lakini matusi yangu utasikia tu mjini. Kuanzia hapo sasa nilipoachana naye nikaingia kwenye magrupu ya ujambazi mbaya mkubwa kwa sababu nakumbuka pigo letu la kwanza alikuwa pigo la pesa, ilikuwa ni pigo la kumhamisha mama mmoja. Kulikuwa na mama mmoja alikuwa akishusha viazi Ulaya hivi. Kabla kwa pigo la kwanza hilo. Group la watu wengine hapo ni wapi ulikutana nao? Baada ya kutoka hospitali. Baada ya kutoka, na kwa sababu ule mji sikuwa ni mgeni sana kwenye ule mji wa Moshi. Na tayari nishaishi mle, nikatokamo, lakini ndo nikaenda kukutana na watu wengine. Kwa hiyo nilikuwa na mapati, na sasa baada ya kutoka hospitali wale mapati na ndio wakawa wamenipokea nimeenda kwao. Na kwa sababu wanajua ni mtu wa kazi, basi wakaniunga kwenye kikosi moja kwa moja. Naona. Na kikosi chetu nilikuta wana mkakati wa kwenda kumpakua mama mmoja, walikuwa na bifu naye. Huyu mama alikuwa analeta biashara yake ya viazi kutoka sehemu moja inaitwa West Kilimanjaro. Anashusha mjini pale. Sasa kama ameshusha gunia 11 za viazi vya mviringo hivi. Na sisi usiku tukakuwa tumekodi mkokoteni mapema kabisa. Jamaa akasema bwana inataka viazi vyote visombwe hivi. Tukaenda mzee usiku piga mlinzi, funga kamba. Pakia viazi vyote gunia 11. Kahamisha tukapeleka kwenye gate ambayo alikuwa anakaa mchizi wetu, tukaingiza mle ikajaa. Sasa tukasambaa, tukasema sasa subiri siku 2-3 tukatafute nini? Mteja. Sasa kulikuwa na gunia moja la karoti. Sasa tumeenda kuoga ile asubuhi. Nakumbuka tulikuwa tunapanda kutoka sehemu moja inaitwa Njoro. Nimefika Njoro. Napajua. Umesikia sipo zake Njoro hiyo. Basi bwana. Tulikuwa tunatoka Njoro. Kutoka kuoga. Napanda kuja ghetto sasa. Sasa jamaa akasemaje? Ile gunia moja la karoti kwa sababu sio viazi, kwa hiyo usitafutie mseti. Sasa wewe usijulikana sana. Wewe nenda sokoni katafute mseti wa gunia. Ambaye ni wewe? Ambaye ni mimi. Mseti mteja au? Mteja. Kutafuta wateja. Basi kuja sokoni mle. Kumbe yule mama naye alikuwa anawaletea kwenye biashara mle aishatoa taarifa kwamba nimeibiwa. Sasa nilipoingia mle bwana na karoti moja la nini na gunia moja la karoti. Kwa wapi? Aliuza aliuza. Kuna viazi kaambia mimi viazi sina na karoti hilo umezitoa wapi? Sasa zinakotoka karoti kuingia Moshi sijui. Si mwenyewe hapo sasa. Nikaanza kujiuma, tukalizilete.
Ambia leteni mwenye troli, kumbe bwana nimewekwa kwenye mtego. Kwenye mtego. Hao wanunuaji. Hao wanunuaji nimewekwa kwenye mtego. Tukaondoka na yule bwana. Kaona niliko litoa lile gunia. Tulifikisha sokoni tu. Sasa wale wenzangu wakaja hao wawili. Sasa nadhani walihisi kwamba naweza nikaliuza, afu na wao nikawapiga keusi kekundu. Lakini wakati tunashuka na wakati tunaenda, kumbe yule msukuma toroli tayari alikuwa amepewa information kwamba tuangalizie maeneo na hawa jamaa. Sasa wale jamaa wakaja kujichanganya, tukati tunaongea. Tulipofika mle sokoni, jamaa kakaa kama kule, lakini yule mwenye toroli akapointa akasema na yule wako naye. Naona sasa wakaanza kunioji, ile wananioji wanamzungukia yule jamaa kwa sababu si wanamjua. Mimi ndio anijui, sasa bado wananioji. Ila nataka ukimbia tu wanaye jamaa. Ndio mwanangu kimenuka nini? Mbona mkosi? Tulipigwa. Unajua kupigwa. Tulipigwa na soko zima. Walipigwa wawili. Soko zima. Sio mkosi, watu wakafikiri tulikufa. Walipigwa kiasi hicho? Vibaya mno. Yaani defender ilituzoa pale, yani watu wanajua yani hao wakifika tu ni maiti. Lakini Mungu ni wa ajabu na Mungu ana uwezo mkubwa. Tumefika kule, tukapelekwa kwenda kutibiwa, kutolewa kule, tukarudishwa ndani mle. Usiku dada yake na yule tuliyepigwa naye sasa, walikuwa na madada zake wenye hela hapo, wanajulikana na maaskari. Wako vizuri. Kaingia kwenye muda wa saa 4. Yaani tuko nyanga, katuwekea zamana. Tukatoka. Tukaja kutoka Ngaliani asubuhi, kabidi tuende kuripoti. Tunapita pale tulikopigwa jamaa, watu wanachanga. Vipi? Vitu ni wazima kabisa. Kumbe wazima kabisa. Basi bwana tukaangalia ile kesi. Kesi tukastate yule mama, tukampiga chini. Mkamshinda. Tukamshinda. Viazi vikao vimeuzwa na mahakama kwa sababu malikuoza. Tulipelekwa kudhibiti. Sababu baada ya kuwa siku ile tumepelekwa polisi. Ilitoka gari ya polisi na sisi tumepigwa pingu. Mnasemaje? Vyombo. Hemu wape kwa hapo. Kwa sababu tulikuwa ulikuwa umefika pale ambako mali zimeuzwa na mahakama. Mali zimeuzwa na mahakama. Pesa zote zikazuiliwa na mahakama. Atakayeshinda kesi ndio atakayeondoka na nini? Na pesa. Na pesa, kwa sababu itakuwa hajulikani ni za nani. Sisi tunakataa mali hizi za kwetu. Sasa tutongana mpaka maswali. Kwa kuuliza kuna kibali chochote kinachoruhusu mtu fulani ndio aingize viazi wapi? Sokoni au ni mtu yeyote tu soko ulia. Kama ni soko ulia, sasa una udhibitisho gani kwamba sio mali yangu? Sasa tukatongana ile mali kabidi ziuzwe. Sasa mali zilipouzwa sisi tukaitoa zamana. Tukatoka Ulaya. Mkapona. Tukapona. Kaendesha ile kesi mama ikamshinda. Sasa kuanzia hapo sikurudi nyuma tena. Ni mbele. Unaona? Kuingia kwenye matukio. Na ujambazi. Unaona? Nikaja, kulikuwa na askari mmoja nilikuwa na hasira naye. Hasira naye sana. Huyo askari nilikuwa na hasira naye, nikana muenda kwenye disco, aingiaje kwenye disco, kana mvizia mtaani kutoka na gari mpaka wewe nini. Akitoka kituoni na gari. Yeye alikuwa atembei na mguu. Unaona, kutoka kituoni na gari mpaka la polisi. Akitoka la polisi, alikufanya nini? Huyo bwana